Say to him you are grateful for all you have done. Mwambie unashukuru kwa yote aliyokutendea. God have done you well. Mungu amekutendea mema. Even though you have lost anything this month, hata kama ulipoteza kitu mwezi huu, God is the reason you didn't lose everything. Mungu ndiye sababu kupoteza vitu vyote. The Bible says in everything give him thanks. Yes, katika kila jambo mpe shukrani. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mapenzi ya Mungu katika Kristo Yesu. Lift up your voice and appreciate him. Inua sauti yako mshukuru yeye. Oh Malia Shakia Talabalabalaba. For all you have done for us. Yale yote ambayo umetendea. Oh Lord, we magnify you. Bwana tunakutukuza wewe. Oh, we are grateful to you. Tunakushukuru wewe. Oh Lord, we are grateful to you. Tunakushukuru wewe. Lord, for the success of the word, we thank you. Kwa mafanikio ya masomo ya Biblia, asante. Oh, we give you all the glory. Nakupa wewe utukufu wote. Thank you for journey messages. Asante kwa usalama wa safari. Lord, we thank you. Baba tunakushukuru. Nasema asante. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante, nasema asante Mungu wangu, Mungu
in the spirit. Mwabudu katika Worship roho. him in the spirit. Worship him in the spirit. Everyone worship him in the spirit. Mwabudu katika roho, nena kwa lugha, Eli mwabudu katika suli roho. katushila bali Nena kwa sofia lugha talaba. mbele za Bwana. O brelendo breseketelia babalaba. O lebrakate la bali solande la bali aboshekiata. O breketendo la bali sakiata la balaba. Allah lebrasolo boshakiata la balabuli balaba. Allah balaba shakete ketolo boshia la balaba. E balaba la bosheketo ketolo boshia la balaba la balaba balaba. O lebralia shakiata la balaba. Oh, Beliso Lea Baba, Beliso La Baba Baba, Elaba Shala Balabalaba, Ili Balaba Shala Balaba Shala Balabalaba, Allah Basheketo Loboshi Alabalaba, Eleba Leba Laba Shaketo Lobo. Thank you, Jesus. Receive all the worship, receive all the praise, Pokea kuabudu kwetu, pokea sifa. and respond to the worship of your people. By Pokea granting their kuabudu heart kwa watu wako, kwa desires, kuwapatia mahitaji ya mioyo yao, by giving them rest on every kwa side. kuwapa pumziko pande zote. Thank you, Jesus. Asante Yesu, We know you will do tunajua utatenda exceedingly abundantly zaidi kuliko above what we think or yote imagine, tuwazayo, according to the power that worketh in sasa na us. nguvu itendao kazi ndani yetu. Blessed be your holy name. Ibarikiwe jina lako takatifu, In Jesus' glorious katika name. jina tukufu la Yesu. It is my year of breaking Mwaka wangu limits. wa kuvunja mipaka. Please have your seat. Tafadhali keti. Welcome again Karibu tena in this second service. katika ibada hii ya pili. It's our covenant day of all round rest. Ni siku yetu ya kiagano ya pumziko pande zote. Hallelujah. Haleluya. In Second Chronicles, Nyakati wa pili chapter 15, sura ile ya 15 verse 15. na mstari wa 15. The Bible says, Judah rejoiced Inasema Yuda walisherekea, at the oath they have sworn with their wakafurahia heart, kile kiapo walichoapa, and sought him with the whole of their desire. wakamtafuta kwa mioyo yao He yote, was found of them, naye Mungu akaonekana kwao, and the Lord gave them naye Bwana akawastarehesha rest round about. pande zote. Exodus 37 verse 14. Kutoka 13:14. Exodus 37 verse 14. Kutoka 33:14. 37 verse 14. He said, my 33:14. presence will go with you, Asa uwepo wangu utaenda pamoja nanyi, and I shall give thee nami rest. nitawapa raha ama God will pumziko. give somebody rest Mungu today. atampa mtu raha ama If you are pumziko that leo. one, shout a louder Kama wewe ni amen. mtu huyo, sema amina. Say, I am a child of destiny. Sema mimi ni mwana wa hatima. That is our prophetic focus for the year, Ndio for the month. tamko letu la kinabii kwa mwezi huu. And we are going to conclude our Sunday teachings, Tunaenda kuhitimisha understanding how God leads. mafundisho yetu ya Jumapili, kuelewa namna Mungu anavyoongoza. This is part 5B. Hii ni sehemu ya 5B, Understanding how God is. kuelewa namna Mungu anavyoongoza. First of all, Cha kwanza, we have a glorious destiny, tunayo hatima ya utukufu, an enviable destiny, hatima ya kuonwa wivu, a mountain top destiny, hatima ya kuwa juu ya kilele cha mlima, a no limit destiny. hatima isiyokuwa na mipaka. But Lakini it will only take the leading of the Holy Spirit inahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu peke yake for us to realize our destiny ili tuweze kuifikia ile hatima yetu and fulfill our destiny. na kutimiza hatima yetu. God promised to show us our destination Mungu ametuahidi kutuonyesha kituo chetu cha mwisho, and also promised to lead us there. na pia ametuahidi kutuongoza kufikia hicho kituo cha He mwisho. promised to lead us by his ways. Ametuahidi kutuongoza kwa njia zake. There is a path Kuna njia he have designed for you and I. ambayo ameiandaa kwa ajili yako wewe na mimi. The Bible says in Proverbs chapter 7 verse 5. Mithali 3:5 Biblia inasema, Proverbs chapter 7 verse 5. Mithali 3:5, Trust in the Lord at all times. mwamini Bwana wakati wote, Lean not on your own understanding. usitegemee akili zako mwenyewe. That is why you must understanding how he leads. Ndio maana lazima uelewe namna gani anavyoongoza. In all
all your ways acknowledge him. Katika The njia next zako verse. zote mkiri yeye. And he shall. In all your ways acknowledge, verse 6. Katika njia zako zote mkiri yeye, ule mstari wa And he 6. shall direct. Naye atayanyosha. If you submit to his direction, he will direct you. Ukiutii ule uongozi wake, naye atakuongoza. Don't follow your ways. Usifuate njia zako, Follow his ways. fuata njia zake. His ways are higher ways. Njia zake ni njia za juu. He found Jacob stagnated, Alimkuta Yakobo amedumaa, moving round in life. akizunguka zunguka tu kwenye In maisha. Deuteronomy 32 verse 9, Kumbukumbu la 10 and 32 11. 9 na kuendelea. Jacob was nothing, Yakobo alikuwa si kitu, but it was someone that had been destined for greatness. lakini ndani yake ni mtu aliyekusudiwa kuwa mkuu. Verse 10, Mstari wa 10. see where God found him. Ona namna Mungu alipomkuta. He found him in a desert land. Alimkuta katika nchi ya jangwa. Nothing was working in his Hakuna life. kilichokuwa kinafanikiwa kwake. Jacob had to struggle for everything. Yakobo alikuwa akihangaika kupata chochote, Subsequently, he got the blessing of Isaac, lakini alikuwa amepata baraka za and Isaka. it was too struggle. Na lakini pamoja na hizo To baraka alikuwa marry akisumbuka. Rachel, he struggled. Alikuwa anasumbuka kwenye To maisha. marry Leah, he struggled. Alikuwa anasumbuka. It was a total of 14 years Yaani alikuwa anatumika kwa that miaka he 14 ya labored. kusumbuka. to marry two wives. Hata kuoa alisumbuka kupata kuoa. Laban changed his wages many times. Labani alibadilisha mshahara wake mara nyingi. Hallelujah. Haleluya. But God found him in a desert Ni land Mungu alimkuta katika nchi ya ukame to make him great. na kumfanya kuwa mkuu. Verse 11. Mstari wa 11. He directed him on what to do. Alimuongoza nini cha kufanya. Deuteronomy 32 verse 11. Kumbukumbu la Torati No, 32:11. verse 10. Verse 10 first. Mstari wa Verse 10 10. kwanza. Verse 10. Mstari wa 10. He found him. Alimkuta, He led him about. akamuongoza, He instructed him. alimwelekeza. I said on Wednesday that God's guidance comes through instruction. Nilisema kwamba uongozi wa kimungu wakati mwingine unakuja kupitia And as maelekezo. instructed him, he kept him as the apple of his eye. Alipokuwa akimwongoza alimtunza kama mboni ya jicho Remember the lake. Bible says he that touches you touches the apple of his eye. Kumbuka So in Biblia other inasema words, anayetugusa sisi the amegusa mboni ya jicho la eyes Mungu. of the Lord was upon Jacob. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Yakobo. No one could harm Jacob Hakuna aliyeweza kumzuru Yakobo because he was following the ways of kwa God. sababu alikuwa afuata njia za Mungu. And in verse 12, Mstari wa 12. God alone Bwana did him. peke yake alimuongoza. He didn't go be in church in the morning and go to witch doctor any other day. No. Kufanya zile It was only tabia there was no son God. za kuwepo kanisani He asubuhi na didn't go jioni looking kwa for who mganga. would see vision for him. Hakwenda kutafuta wale watakaomuonea maono. Going for one oracle or the other Kwenda eneo moja kwenda jingine to see your future. kupata hatima yako. Only God did lead him. Alimtegemea Mungu tu, ni Mungu ndiye There was alimuongoza. no strange God with him. Hakukuwa na Mungu mgeni pamoja naye. And he made him Na Mungu akamfanya to ride upon the high places. kutembea mahala pa juu palipoinuka. High places on the earth. Mahala pa juu palipoinuka. Today, say God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. His story changed by following his guardian. Historia ya Yakobo ilibadilika kwa kufuata uongozi wa kimungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Because he is leading. Kwa sababu uongozi wa Mungu We always live to man's profit. wakati wote umpelekea mwanadamu kupata In faida. Isaiah 48 verse 17, Isaya 48:17 he said, anasema, I am the Lord thy God, mimi ni Bwana Mungu the wako, Holy One of Israel, thy mtakatifu wa God. Israeli, Which teacheth thee to prosper, nikufundisha wewe upate faida, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. nikuongozee katika njia ikupasayo kuiendea. Every way is not your way. Kila njia sio njia yako, Every way is not every you should go. sio kila njia unapaswa kuiendea. There are ways and there is a way of God. Kuna njia za kibinadamu na kuna Isaiah njia ya Mungu. 55 verse 9. Isaya 55:9 He said, as the heaven is higher namna vile mbingu zilivyo juu than the earth, kuliko nchi, so are my ways. ndivyo ambavyo njia za Mungu. Man have his own way. Mwanadamu anazo njia There zake. are satanic ways, Kuna njia za but there kishetani, is God's way. lakini pia ziko njia za It is Mungu. following God's way Ni kule kufuata njia za that Mungu will take you higher ndio and higher in life. kutakupeleka juu katika maisha. I've been quoting this scripture
Every Sunday I climb here. Nimekuwa nikitamka ile andiko kila wakati ninapopanda hapa. Proverbs 16 verse 25. Mithali 16:25. There is a way Kuna njia that seemeth right. ionekanayo sahihi machoni pa mtu. It seemeth right. Inaonekana ni sahihi, It is not right way. lakini sio njia It sahihi. seemeth right. Inaonekana kama ni But it sahihi, is not right way. lakini sio njia The sahihi. end of it Mwisho wake hiyo njia is regret. ni majuto. The end of it Mwisho wake hiyo is njia stagnation. ni kudumaa. The end of it Mwisho wake hiyo njia is destruction. ni kuharibiwa. Follow his way. Fuata njia za Mungu. Psalm 107 verse 7. Zaburi ya 107 mstari wa 7. God is the only one Mungu ndiye pekee that can lead you rightly anaweza kukuongoza wewe kwa njia He sahihi, led them njia iliyonyooka. forth Aliwaongoza by the right way. katika njia sahihi If you iliyonyooka. follow the wrong way, Ukienda njia sio sahihi, you will only regret at last. utajuta mwishoni. God led them forth Mungu aliwaongoza by the right kwa way. njia sahihi iliyonyooka. Only God knows the right way to Ni lead Mungu you. pekee ndo anajua njia sahihi ya kukuongoza wewe. Follow his way. Fuata njia za Mungu. Follow his way. Fuata njia za Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You will never regret. Hautajuta kamwe. He doesn't lead backward. Mungu haongozi watu kurudi His nyuma. leading goes forward. Wakati wote upeleka watu mbele. His leading leads to promotion. Uongozi wa Mungu upeleka kuinuliwa. His leading leads to supernatural Uongozi breakthroughs. wake upelekea mipenyo ya kiungu. When you follow Satan's sneak way, Unapofuata njia za or kishetani when you create your own way, au unapojitengenezea njia zako mwenyewe, it will always result wakati wote upelekea to shedding tears of regret. kutoa machozi ya As majuto. we conclude this teaching, Tunapohitimisha mafundisho haya, we have reminded you again tumekuwa tukikukumbusha tena that divine guidance is key kwamba uongozi wa kiungu ndio ufunguo to supernatural turnaround, wa kupata mgeuko to wa kiungu, accelerate speed, wa kupata kasi, to breakthroughs, ya kupata mipenyo and to fulfillment of destiny in a grand na style. kutimiza hatima yako katika namna bora ya Don't kupendeza. assume anything in this kingdom. Usidhanie mambo katika ufalme huu. Know his way Zijue njia zake and follow his way. na zifuate njia zake. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. He led Isaac. Alimuongoza Isaka. Isaac became the envy of the Isaka Philistines. akawa mkuu wa kuonwa He wivu. led Abraham. Alimuongoza Ibrahim. Abraham became a generational blessing. Ibrahim akawa ni mtu wa baraka za See vizazi. Jacob, we just talked. Tazama Yakobo tuliyomzungumzia sasa. Jacob went to high places in Yakobo life. akaenda mahala pa juu pa maisha. Hallelujah. Haleluya. Esau could have been there. Esau angeweza kufika hapo. He could have been God of Abraham, Isaac, and Esau. Ingekuwa ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Esau. When you are not led by God, Unapokuwa uongozi na Mungu, you will be left behind on the race of life. utaachwa nyuma kabisa katika mbio za maisha. Esau was behind, Esau aliachwa nyuma and Jacob took his place. na Yakobo akachukua nafasi ya Esau. No one will take your place in Hakuna life and atakayechukua destiny. nafasi yako. I said, no one will take your place in life and Hakuna destiny. atakayechukua nafasi yako katika maisha. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. Please, the subject of divine direction is important. Tafadhali, somo la uongozi wa kiungu ni la muhimu sana And it is wisdom na ni hekima to subscribe to it. kufuatisha uongozi wa kimungu. Hallelujah. Haleluya. His leading most of the time might not make sense Uongozi wake mara nyingi unaweza usilete maana to the human mind, katika akili ya kibinadamu, but he always produces miracles. lakini wakati wote huzalisha miujiza. It will always produce miracles. Wakati wote huzalisha miujiza, Because it doesn't make sense for when there is famine in the land. kwa sababu haileti maana kwamba kuna People njaa katika nchi. were crying because of hunger. Nothing was happening. Watu wanalia kwa ajili ya njaa, kuna kinachoenda. It makes sense for you to go to a place where there is no. Ni akili timamu kwamba kwenda mahala kwenye chakula au kuna kwenye msaada. Egypt have all that Isaac needed that time. Misri walikuwa na kila kitu ambacho Isaka alikihitaji. In Genesis 26 verse 1 and 2. Mwanzo 26:1 na 2. But God said, don't go. Lakini Mungu alimwambia usiende If huko. you say I should not go, do you want me to die here? Alikuwa anamwambia Mungu, unasema nisiende, unataka nife hapa? He said, don't go down. Mungu akamwambia usishuke There kwenda are places Misri. you go down in life. Kuna mahala ukienda utashuka chini katika maisha. Verse 2. Mstari wa 2. Don't go down. Usishuke. Go not down into Egypt. Usishuke kwenda Misri. There are places you go down in Kuna life. mahala ukienda unashuka chini katika maisha. And there are places you go Na kuna mahala ukienda up in life. unakwenda juu katika maisha. Follow the ways of God. Fuata njia za Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. But how do I assess divine guidance? Lakini sasa na upataje uongozi wa kiungu? A lot of things have been said in the course of the month. Mambo mengi yamesema katikati ya mwezi. That's why the topic is understanding how.
Ndio maana somo hili linasema kuelewa namna. You must understand how God leads. Lazima uelewe namna ambayo Mungu How do anaongoza. you access divine guidance? Nawezaje kupata uongozi wa kiungu? I wish I would talk to you the way I preach in the first service concerning this matter of inner witness. Natamani ningeongea na wewe namna ile nilivyoongea ibada ya How do I kwanza, access swala la divine ushahidi wa guidance? ndani. Namna gani naupata uongozi wa kiungu? To the witness of the Spirit, or what you call inner witness. Kupitia ushahidi wa roho au tunaita ushahidi wa ndani. Inner witness. Ushahidi wa ndani. I said in the first service, if I can remember, Nilisema kwenye ibada ya kwanza kama naweza kukumbuka, that when a man is born again, mwanadamu anapookoka it is the spirit that is born again. ni ile roho yake ndio The inayookoka. spirit is regenerated. Ile roho inafanywa upya. And now the Holy Spirit now communicates to your spirit. Sasa Roho Mtakatifu anawasiliana hiyo roho yako iliyofanywa upya. If you see Romans chapter 8 verse 14, Warumi the 8:14. Bible says Biblia inasema that you are. kwamba ninyi, What am I saying? natusema That nini? as many that are led by the Spirit of God, Wale wote waongozwa na roho wa Mungu, they are the sons of God. hao ndio wana wa Mungu. God leads us through His Spirit. Mungu anatuongoza kupitia But roho how wake. does the Spirit lead us? Roho wa Mungu ndio Verse anatuongoza. 16. Mstari wa He 16. said the Spirit itself Namna sasa roho anavyotuongoza. Sasa roho mwenyewe beareth witness hushuhudia with our spirit. pamoja na roho zetu. There is a communication Kuna mawasiliano between the Holy Spirit baina ya Roho Mtakatifu and the human spirit. na ile roho ya mwanadamu. That most of the times Mara nyingi you might not hear God's voice of direction unaweza usisikie sauti ya Mungu ya uongozi audibly. kwa masikio It hivi. might not come through the word, Inaweza isikujie kupitia neno, but through an inner lakini witness. inaweza kukujia kupitia ushahidi wa In ndani. this dispensation, that is one major way God leads Hiyo us. ndio njia mojawapo muhimu ambayo Mungu anatumia Oh, kutuongoza. there is inner voice. Kuna sauti ya There ndani, is a audible voice of the Spirit. kuna sauti ya But kusikika ya Roho I'm Mtakatifu, talking about the inner lakini witness. hapa anaongelea ule ushahidi wa ndani. What is he all about? Hii maana yake nini? Praise the Lord. Bwana asifiwe. It's all about the inward or internal signals Maana yake ni kupata ishara za ndani that confirm divine direction. ambazo zinathibitisha uko katika uongozi And wa I Mungu. said, inner witness or witness of the Spirit manifests Nikasema ushahidi wa ndani ambao ushahidi wa Roho Mtakatifu in the unajidhihirisha presence or absence of peace. kwa When- kupata amani au kukosa amani, When certain actions pale matendo fulani or decisions are contemplated, au maamuzi fulani you unapoyafikiria, want to decide on something, unataka kufanya uamuzi wa but jambo fulani, within you, lakini ndani yako you can feel it. unaweza kuhisi kabisa There is a presence of peace. kwamba kuna amani. If there's no peace there, you can feel it. There is absence of Kama peace. hakuna amani, unaweza kuhisi kabisa kwamba hakuna amani. And we have said here, Na tumesema hapa according to Psalm 85 verse 5, Zaburi ya 85:5, 85 verse 8, 85:8, that God speak peace to His people. Mungu hunena amani kwa watu wake. That anything you want to do and lose your peace, God is Chochote not unachotaka there. kufanya na ukapoteza amani, basi Mungu hayupo hapo. And Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Wafilipi 4:6, Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Wafilipi 4:6 mpaka 7, Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Wafilipi 4:6 mpaka The 7. Bible says we should be careful for nothing. Sasa tusijisumbue kwa jambo lolote. But in verse 7, Mstari wa 7 it said the peace of God, nasema amani ya Mungu which passeth all understanding, ipitayo ufahamu wote shall keep thy heart. itahifadhi moyo wako. When there is that absence of peace, Kunapokosekana amani, God is not leading you. hapo Mungu akuongozi katika hilo Praise jambo. the Lord. Bwana asifiwe. It's inside, inner Ni kwa signal. ndani, kuna ushahidi wa And I ndani. say also inner weakness manifests Nikasema ushahidi wa ndani hujidhihirisha in the form of inner knowings, kwa namna ya kutambua kwa ndani, perceptions, kuwa na utambuzi wa ndani, impression. kuwa na ufahamu Many fulani wa people ndani. say, I perceive, Daudi sana alitambua I perceive au nalihisi that this thing is not right. kwamba jambo hili sio There sahihi. is that inner perception. Kuna ule utambuzi wa ndani. Hallelujah. Haleluya. And I have seen, by being a pastor, I've seen a lot of Kwa people mchungaji nimeona mambo mengi, who got delivered and they are regretting and say, watu wengi ambao Mungu he said, aliwakomboa, Pastor,
aliwaokoa na wanajuta. Something was telling me Walikuja kutoa ushuhuda kusema mchungaji, kuna inside of kitu me ndani yangu kilikuwa I kinaniambia should not do this. kwamba nisifanye jambo hili. Something was telling Kuna me. kitu ndani yangu kilikuwa kinaniambia. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. Something within Kulikuwa na kitu ndani yangu was telling you. kilikuwa kinaniambia. I shared one story with them in the first service. Nilitoa habari moja I katika said the ibada ya kwanza. challenges we have had Ni sasa changamoto ambazo tumekuwa is nazo when we ignore this inner ni knowing. pale tunapoacha utambuzi wa ndani. Inner knowing. Ule utambuzi wa ndani. In 2012 or thereabout, 2011 miaka karibuni I was hapo. pastoring one village Nilikuwa nachunga kijiji kimoja huko kanisa huko. in Bauchi State. Huko Bauchi State. And they brought one opportunity to invest money. Wakaleta fursa fulani ya kuwekeza pesa. If you pay 100,000 Ukilipa laki moja and by in 2 months na ndani ya miezi miwili you will get extra 150, making it 150. ile laki moja inazaa 50,000 na kwa laki moja na 50. They came and sold the idea to me. Wakaja wakaniuzia hilo wazo, And in my savings account I have na More katika than that. akiba yangu nilikuwa na pesa. the money I was saving for marriage. I was saving Pesa that nilikuwa time. nimeiandaa kwa ajili ya kuoa, And it was in a saving account that nobody na touches. ilikuwa ni pesa ya akiba ya kudumu mahali ambako hakuna mtu They anagusa. convinced me, Walinishauri, but there was something in me lakini kulikuwa na kitu ndani yangu that tell me it's not right. kinaniambia hapana, jambo hili sio sahihi, That is putting the money in a hole. kwamba usiweke hiyo The day pesa I went to itapotea. bank to withdraw it, Siku nilipokwenda benki kutoa hiyo pesa, it will reach my turn, I will go back. ilikuwa nafika zamu yangu kuchukua pesa na I kurudi was nyuma. battling within me, Nilikuwa nashindana ndani yangu, either to withdraw or not. nitoe hizi pesa au nisitoe. I wasted time there, I will go, Nilipoteza muda nikitafakari kwa until I ndani, made up my mind. mpaka baadaye nikaamua, I will do 100,000. Nika- 2002. nikatoa milioni. Even after withdrawing it, Baada ya kuitoa hiyo and milioni, still having that witness that this bado thing kulikuwa na is showing the ushahidi money ndani yangu out. kwamba jambo hili sio sahihi, But I ignored them. lakini nikaacha kutii ule ushahidi wa I ndani, gave it to the person. nikampa ule mtu ile milioni. Even it's not even. There were 2 of them. Walikuwa ni wawili, One where you go and do it and everything. The line is too much. na mstari ulikuwa ni mrefu sana. I went there and I stood in line. Nikaenda pale kusimama I kwenye said I'm mstari. going and not doing again. Baadaye nikasema si ndani na hili jambo, narudi zangu. Something was pushing me Kuna kitu kwa to go kinanisukuma back by. I couldn't. niachana hilo I jambo, still lakini went back sikutii. and I put those money there. Nikasimama mpaka nikatoa ile milioni yangu. Everyone, 2 of them, 150,000. 150,000. Milioni moja na laki 150,000. tano. Milioni moja na laki tano. It was not up to 1 week. Haikuzidi hata wiki moja, Everything crashed. kila kitu I kikapotea. lost that money to today. Nilipoteza ile milioni mpaka leo. The letter came again and say, let's contribute money and go to court. The Wa- person had run away. Wakaja baadaye wakaniambia tuchange pesa tukamshtaki I knew mkurugenzi wa hiyo it taasisi, maana was my amekimbia. disobedience Nikaachana nao, nikasema niliasi, that made sikutii me ule uongozi to wa ndani. lose that money up to today. Ni kule kutotii ile sauti ya ndani Please kusababisha don't nipoteze ile pesa. ignore the inner knowings. Tafadhali acha kupuuzia ule ushahidi wa ndani, This utambuzi wa thing I'm ndani. sharing, and many people have such experience before. Hayo ninayokuambia, kuna watu wengi washakutana na vitu kama hivyo. This thing, God helped me to learn something from them. Since that day, no matter how wonderful or profitable that is, I don't give my ear to it. I Yeah. don't give my ear. Tangu kipindi hicho nimejifunza jambo, nikiletewa maswala kama ya desi sisikilizi kabisa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. Please don't ignore that inner knowing. Tafadhali usipuuzie ule utambuzi wa ndani. Also, it manifests Pia in inajidhihirisha a form of inner burden, katika namna ya mzigo wa ndani. inner urge, Unakuwa na mzigo wa or ndani inner pressure. ama msukumo wa ndani. It can be in a positive sense or negative sense. Inaweza kuwa There is msukumo that kwa namna inner chanya burden. ama kwa namna There is hasi. that inner urge. Unajikuta kuna mzigo huko ndani yako. I've seen people say, God put in my burden. I couldn't wait until to give somebody something or to do something or the other or to preach to somebody. Nimesikia watu wakisema kwamba Mungu aliweka mzigo ndani yangu mpaka nilipompatia ule mtu kile kitu ndipo mzigo uliondoka, au aliweka mzigo ndani yangu mpaka nikamhubiria ule mtu maneno This fulani. language is used. I have the burden in my heart. Yaani uwaga mara nyingi wanasema nina mzigo That ndani. is the way. Hiyo ndio namna. That's the way. Hiyo ndio namna. Inner witness or Ule- witness of the spirit. Ule ushahidi wa ndani unajidhihirisha. Which way? One easiest way to receive guidance from God. Hii ni njia rahisi ya kupata uongozi kutoka kwa Check Mungu. within. Tazama Check ndani. within. Tazama ndani yako. Check within. Tazama ndani yako.
The Holy Spirit is ministering something to your spirit. Roho Mtakatifu anakuwa anashuhudia kitu kupitia roho yako. Pick it Ukipata huo ushahidi uchukue and receive guidance. na pata uongozi kupitia hicho unachokisikia ndani. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Number 2, Namba 2, where we access guidance namna ya kupata uongozi is by engaging prayer of inquiry. ni kupitia kujihusisha katika maombi ya kuuliza. Prayer. God is the one that guides us. Mungu ndiye anayetuongoza And it is prayer that connects us to him. na ni maombi ndiyo yanatuunganisha na Mungu. Even he called it forth. He told us to come and pray to him. Mungu ndiye alituita tuongee In naye. Jeremiah 33 verse 7, Yeremia 33:3 he said, anasema kwamba call unto me niite and I will answer you. nami nitakuitikia, And I will show you nami nitakuonyesha wewe that road you don't know. I will show you. yale mambo makubwa ya ajabu usiyojua, I ile will njia show you usiyojua that there nitakuonyesha. is evil on the way. Nitakuonyesha kwamba mbeleni kuna mabaya yanakukabili. Call unto me. Niite. Most of the time, you don't wait until God says something. You have to ask him. Mara nyingi usisubiri mpaka akuambie, wakati mwingine muulize wewe. Anza Jeremiah chapter kumuuliza. 6 verse 16 says, Yeremia 6:16 anasema, Jeremiah chapter 6 verse 16. Yeremia He said, thus 6:16, says the Lord, Bwana asema hivi, stand ye in the ways simameni katika njia kuu and see mkaone, and ask for the old path. kaulize habari za mapito ya Where zamani, is the good way? ni wapi njia iliyo njema, And walk therein, mkaende katika njia and hiyo you shall find nanyi rest. mtapata raha. You see, there is a connection between guardians and all and rest. Unajua kuna muunganiko baina ya uongozi wa Mungu Ask na for the raha. right way, Uliza njia and sahihi you shall find na rest to your utapata soul. raha ama pumziko nafsini mwako. But they say we will not. Lakini wakasema hatutaki. That's what the scripture says. Ndicho andiko linasema hapa. Put back that scripture. Rudisha hilo andiko. And they say we will not. Wakasema hatutaki. Jeremiah 6 verse 16. Mstari wa 16. Don't be quick to remove scriptures. Just put Usiondoe them. maandiko haraka, mtumishi wa Mungu. Can you put it back? Unaweza kurudisha hiyo Yeremia 6:16. Jeremiah 6 verse 16. And they say we will not walk there. Wakasema hatutotembea katika hiyo njia. We are in a technology age. Tuko katika nyakati za teknolojia. I can get direction from internet. Naweza kupata uongozi kupitia That's internet. how mind of people are filled up. And Ndivyo they are making akili za say, kibinadamu zimejaa hivi na ask, wanapotea. ask, Lord, how do I do? Uuliza Mungu, Lord, should I go? Mungu, niende? Prayer of inquiry is a dialogue. Maombi ya kuuliza ni majadiliano. You are talking to God, Unaongea kwa and Mungu God answering na Mungu you. anakujibu. You are asking God questions, Unamuuliza Mungu swali and God is answering you. naye Mungu anakujibu lile swali lako. Lord, should I go? Mungu, niende? Lord, did I enter into this marriage? Bwana, niingie kwenye ndoa Lord, hii? what do you say about this Bwana, unasema investment nini opportunity? kuhusiana na hii fursa ya kuwekeza? Lord, this is a great. What do you say? Bwana, unasema nini kuhusiana na It is hii? not when you have made up your mind, no. Sio baada ya kufanya maamuzi You ndio are only unauliza. tempting God. You Hapo- already concluded. Hapo Decision have been umeshaingilisha. made. Usifanye kwanza And maamuzi. you are now, whether he answer or not, you already made the decision. Ukishafanya maamuzi unakuwa unafanya kama But masiara with na a Mungu. right heart, Nyenda ukuwa na moyo mweupe mind not made up. wala hujafanya maamuzi Say, huko God, what are mtupu. you saying? Bwana, unasema nini? Prayer of inquiry. Maombi ya kuuliza. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. We look at the example of David in the first service. Tulitazama mfano wa Daudi katika ibada ya kwanza. And I continue with that in 1 Samuel chapter 30. Naendelea na hilo Samueli wa kwanza Verse 1, David was distressed. 30 mstari wa kwanza. They took his wife and other things. Daudi alikuwa katika mashaka, Verse walichukua 5. mke wake. Verse 5. The Mstari two wa wives, tano. everything. And David was distressed in verse 6 and Daudi 7. alikuwa na mashaka makubwa. Mstari wa David sita and na the saba. people wept to the extent that Daudi- they didn't have more strength to wait. Daudi na wale watu walilia kiasi kwamba But walipoteza hata nguvu David za kulia. encouraged himself in the Lord Lakini Daudi akajitia nguvu katika and Bwana. said to the priest, bring me an ephod. Akamwambia kuhani, niletee na And ivera. verse 8, Mstari wa 8. David inquired at the Lord, Daudi akauliza kwa Bwana saying to God, akisema mbele za Bwana, shall I pursue this troop? je, nilifuatie ili jeshi? David didn't say, Daudi hakusema oh, I have the power, I killed Goliath. kwamba nina nguvu, nilimuua Do Goliathi. you know how many? Most of the times, if you read from verse chapter 8, he have already slaughtered a lot of Philistines. Ukitazama ile sura nayo utagundua waliwaua Wafilisti wengi But sana. as a wise man, Lakini kuna mtu mwenye hekima he asked God,
alimuuliza Mungu. Should I pursue this troop? Daudi kama mwenye hekima alimuuliza Mungu, Shall I nifuatilie jeshi, overtake them? je nitawapata? And God answered. Bwana akamjibu. We still serve God and answer our inquiries. Bado tunamtumikia Mungu anayejibu maswali yetu. Bishop Oyedepo say God is a question answering God. Askofu Oyedepo husema Mungu ni He's Mungu a ajibuye maswali. question answering Ni God. Mungu ajibuye maswali. When Job was asking a lot of questions, Ayubu katika God mapito yake answered. alikuwa anauliza maswali mengi na Mungu Answered akawa Job anamjibu. and his friends. Mungu alikuwa anamjibu Ayubu na God marafiki zake. told David, Mungu alimwambia Daudi, pursue, wafuatie for thou shalt surely maana overtake, hakika utawapata and without fail na recover all. pasipo kushindwa utarejesha And vyote. David pursued. Daudi akawafuatia, He overtook them akawapata and he recovered all. na akarejesha He vyote. could have lost those things and it could have been difficult to get the wife if he didn't ask. Angeweza kupoteza zile mali zake na kushindwa kupata wake zake There is kama nothing hidden asingeuliza. for God knows the road they followed. Mungu anajua kila kitu sahihi. He led him. He led David. Alimuongoza Daudi. Learn how to pray prayer of inquiry. Jifunze namna ya kuuliza The Bible maombi. says, ask for the old part. Jifunze namna ya kuuliza maswali Don't katika assume. maombi. Don't Usidhanie assume. mambo. Don't assume. Usidhanie mambo. So, oh, this thing worked last year. Sasa jambo hili lilifanikiwa mwaka Will it jana, not work again? Will it work again? kwamba That's the litafanikiwa lesson. tena mwaka huu. Praise the Lord. Bwana You asifiwe. know, in 1 Samuel chapter 8, Samueli wa kwanza sura ya 8. you see what happened and which is very, very instructive. Unaweza kuona kilichotokea hapa na unaweza kujifunza kitu hapa. 1 Samuel Samueli wa kwanza chapter 5 verse 18. sura ya 5 mstari wa 18. Second Samuel chapter 5 verse 18. Samueli Sorry. wa pili 5. Second Samuel Samueli wa pili chapter 5 verse sura ya 18. 5 mstari wa 18. Can you give it to me? Unaweza kuniwekea hapo kwenye The television. Philistines came and spread themselves Wafilisti walikuja in the wakajitawanya valley of Rehoboam. bondeni mwa Refai. And David inquired of the Lord, Daudi akauliza kwa Bwana, saying, shall I go up to akisema, the je, Philistines? nipande juu ya Wafilisti? Will that deliver them into my Utawatia hand? mkononi mwangu? And the Lord said unto Na David, Bwana akamwambia Daudi, go up. panda, I will doubtless kwa kuwa hakika deliver the Philistines into thy hand. nitawatia Wafilisti mkononi mwako. And David did the same. Daudi akafanya kama But in alivyoagizwa. verse 22, Lakini mstari wa they 22 came again. wakapanda tena hao He Wafilisti. said the Philistines came up yet again. Wafilisti wakapanda tena mara ya pili. You know, devil you pursue today is not that it will still come out Unajua again. shetani unamfukuza leo, atarudi They tena. came again. Atarudi tena na tena. And David didn't assume. This Daudi naye hakubashiri say kwa God told me kudhania to pursue. kwamba Mungu aliniambia huko nyuma And you nifuatie. see what God did. Tazama kitu Mungu alichomwambia. David inquired with the Lord, Daudi akauliza tena kwa shall Bwana, I go up? Bwana When nipande? the Bible says, when David inquired with the Lord, Daudi alipouliza kwa Bwana, the Lord said to him, Bwana akamwambia, thou shalt not go up. usipande, Fetch a compass behind them. zunguka nyuma yao, Come unto over the mulberry tree. ukawajilie huko nyuma ya And mifordasi. let it be. Kisha When thou itakuwa hearest a sound of the hapo going of the utakaposikia sauti ya tree, kwenda katika vilele vya then mfaradosi, thou shalt besee thyself. ndipo hapo nao utajitahidi, Then shall the Lord go out before kwa thee maana Bwana ndipo atatoka to mbele smite yako the host of Philistines. awapige jeshi la In Wafilisti. the same chapter, Katika sura hiyo God said, go. Mungu alimwambia The nenda. same people come again. Watu wale wale wakaja tena, God said, don't Mungu go. akamwambia usipande. Don't use the guidance of yesterday Usiutumie uongozi wa jana to confront the challenges of today. kukabili changamoto za leo. Be covenant with God. Wakati wote sikia Mungu anachosema kwa sasa. I said in the first service, Nilisema kwenye ibada ya kwanza, said there is a difference kuna tofauti between what God said baina ya kile alichosema Mungu and what God is saying. na kile ambacho Mungu anasema They are sasa. not the same. Sio sawa. What God said. Kile alichosema huko Many nyuma. people are running in their life by what God said. Watu wengi wanatembea maisha yao kwa They sasa kwa don't kile know Mungu what alichosema God nyuma. is saying. Lakini hawajui Mungu anasema And I nini gave sasa an hivi. example. Nikatoa mfano. It was God that said to Abraham, Ni Mungu alimwambia Ibrahim, go to Mount Moriah and sacrifice Isaac. nenda katika mlima Moria umtoe sadaka Isaka. Abraham ran with that voice he had. Ibrahim akakimbia kupitia sauti The same aliyosikia. God said, Mungu huyo when akamwambia, Abraham raised his hand to kill pale Isaac, Ibrahim alipoinua kisu chake God said, don't. amkate Isaka, Mungu akamwambia If usimchinje. Abraham had the first one, Kama Ibrahim alisikia sauti ya he kwanza didn't hear the second na one, kusikia sauti ya he pili, could have killed Isaac, angeweza kumuua Isaka, thinking that God said. akidhani Mungu ndiye alimuongoza. Please be covenant with what God said. Tafadhali taka kujua Mungu anasema nini kwa sasa. That is
how this commission operates. Hiyo ndo namna huduma hii inatenda kazi. God, what are you saying? Mungu unasema nini? This is a new month. Huu ni mwezi mpya. God, what are you saying? Mungu unasema nini katika mwezi huu? Don't say, oh, how we did it in August. Usiseme And tulifanya September is the hivyo same. mwezi huu wa 8 That na is- sasa hivi itakuwa hivyo hivyo. That is the reason why we are dynamic. Hiyo ndo sababu sisi ni watu wa mabadiliko. Why we are dynamic. Kwa maana sisi ni watu wa We mabadiliko. can do things before you can know it, you have changed. Tunaweza kufanya jambo hivi kabla hujajua tumeshabadilisha. Because what God said Kwa sababu kile alichosema Mungu huko nyuma is different from what God is ni saying. tofauti na kile anachosema Mungu sasa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And people who doesn't understand that say, Na wale watu ambao hawaelewi hilo. this is not the way we do it here. This is not the way we do Sio it namna here. tunafanya vitu hapa. Because you don't know how God Kwa operates. sababu hujui namna gani Mungu anatenda kazi. That's why there is no service that is the same. Ndio maana hakuna ibada inayofanana na nyingine. There is no service that is the same. Hakuna ibada inayofanana na Because what nyingine. they say last Sunday might be different from what he's Kwa saying sababu now. kile alichosema Mungu Jumapili iliyopita ni tofauti na anachosema Jumapili hii. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Last year, when we are doing Thanksgiving and dedication service, Mwaka jana tulipokuwa tukifanya shukrani na kuweka wakfu, you see people dressing to present one thing or the other. utaona watu wakawa wamevaa kuwakilisha kitu kimoja ama kingine. That was last year. Ilikuwa ni mwaka jana. But this year, you don't see it again. Mwaka huu huoni kitu cha namna hiyo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Because it doesn't even, at the middle of that thing last year, Katikati ya lile jambo mwaka jana I nearly stopped it. ni karibu nizuie, But I now say no. It will be injustice to those who have presented and others who have not lakini presented. kasangwa nisizuie hili jambo kwa sababu wale waliokwisha Because kufanya, if it is allowed, kwa sababu kama tukiliruhusu jambo hili it could have divided the church more than you think. lingeweza kugawanya hili kanisa kuliko And it was not the idea, and that was why we say it is not tribe, it is region by region. Because we know that such a thing can divide the church. ni zile sherehe za makabila. Mungu alimuongoza mchungaji But when I kusimamisha. saw that even Nilipoona hivyo one tribe have opened WhatsApp, nikaona I said, kabila "God, moja limefungua kundi la WhatsApp. have mercy on me." Nikamwambia Mungu ni rehemu. Even calling meeting to deliberate on the project of the church, I say, God, have mercy. Na After hata this December, we will not do it again. walikuwa wanajipanga It was a wrong thing we did. Kwa hiyo baadaye nilimwomba Mungu And he never rehema imparted on the growth kwamba of ni the jambo church. ambalo si sahihi, He never imparted on the growth of the church. na yale masherehe hayajaleta mguso wote katika ukuaji And wa kanisa hili. January, they wanted to do the roster for this year. I say no. Na ule mwezi wa kwanza wataka kufanya tena We're not zile doing sherehe za kikabila, nikakataa What God is said is different from what God kwa is sababu saying. kile alichosema Mungu ni tofauti na anachosema sasa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. What are the biblical proof of being led by the Vithibitisho vya Spirit? kibiblia kwamba unaongozwa na Mungu. Supernatural zeal. Unakuwa na shauku ya kiungu. Supernatural zeal. Shauku ya kiungu. Supernatural zeal. Shauku ya kiungu. When God leads you, Mungu anapokuongoza you will be zealous to go with Him. utakuwa na ile shauku ya You will kutembea be naye. zealous to try your part. Utakuwa na shauku ya kufanya sehemu yako. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. Apostle Paul said Tume Paulo alisema in Galatians chapter 1 verse 15 and 17, Galatia 1:15 na when he 17. pleased God who separated me from my Ilipompendeza mother's Mungu womb alinitenga tangu tumboni and mwa called mama me by yangu, His grace, akaniita kwa neema he yake. said, to reveal the Son in me, that I Alipendezwa might preach him among the kumdhihirisha hidden. mwanaye kwangu ili nihubiri injili kwa Immediately I mataifa, confided not with flesh wala and blood, sikujadiliana na watu wa mwili na neither damu, went I up to Jerusalem, wala sikwenda Yerusalemu but to see the apostles that we are there before kuwatazama me. mitume walikuwa wanatamkana But kama ni I wakubwa, went to Arabia, bali nilikwenda Arabia au Arabuni, stayed there for long before I returned. He nikakaa was huko so zealous. Arabuni kwa miaka karibu There is a 6. zeal the thing imparts Kuna shauku ilimuingia baada ya kupata that ule make uongozi, you don't drag your feet. ambao unakuwa You ujivuti don't get tired wala uchoki when God is the one leading pale you. Mungu anapokuongoza. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I pray Na kuombea that no one will miss kwamba hakuna mtu atakosa his or her guidance from God. ule uongozi utokao kwa Mungu. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. God will give you rest on every side. Mungu atakupa pumziko pande One of the zote. things you enjoy when you are led is Moja ya vitu all unavyopata round rest. unapoongozwa ni The raha rest we au are enjoying pumziko as a pande zote. commission.
Le pumziko It's tunalofurahia kama huduma because we are ni led by kwa God. sababu tunaongozwa na Mungu. Everybody is restful as churches are being planted. Kila Nobody mmoja is under amepumzika any pressure makanisa yanapopandwa, hakuna because we anayesumbuliwa follow his leading. kwa sababu tunafuata uongozi wake. Wobi, every center, it doesn't lose as if nobody is under Masomo ya pressure. Biblia yanaendelea kila kituo, kila kanisa, Because hakuna it anayesumbuliwa. was God that told Bishop Oyedepo, Kwa sababu Mungu alimwambia Askofu Oyedepo, I will do this ministry, kupitia huduma hii lay the foundation of many other ministries. nitatengeneza misingi ya huduma nyingine Commanded him kubwa. to start Wobi. Ndio akaanza masomo ya Biblia. We are restful. Tuna pumziko. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. We don't have any sleepless night, I tell you the truth. Nakwambia hakuna usiku ambao tumekosa If usingizi. I'm not sleeping, I don't want to sleep. Not because I'm thinking of anything. Nikiacha kulala ni kwa Or sababu any sitaki pressure. kulala, sio kwa sababu ya mawazo. Follow his leading. Fuata uongozi wake, You will enjoy rest. utapata pumziko. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. It is God's will Ni zile njia za Mungu for you to enjoy all round rest. ndio zinaweza kupatia wewe kupata raha pande zote That is au with a pumziko pande zote. responsibility. Follow his leading. Lakini ili upate pumziko una You will- wajibu uko you nao. will Fuata enjoy rest uongozi on wake. every side. Na unapofuata uongozi wake utapata pumziko I said pande a lot zote. and what to do to enjoy rest in the first service. Nilisema vitu vinavyohitajika kufanya ili upate pumziko katika ibada ya Get kwanza. the DVD of first service Pata zile CD za ibada or ya listen kwanza to it in the Facebook, au sikiliza kupitia Facebook in our YouTube, au kwenye YouTube and listen to you very well. na usikilize kwa makini kabisa. You shall find rest to your soul. Utapata pumziko katika nafsi yako. Jesus said to you and I in Matthew 11 verse 28 and 29. Mathayo 11:28 Yesu anasema kwako na kwangu. He said, Anasema come unto me, njooni kwangu all you that have heavy laden, ninyi nyote mwenye kusumbuka na mizigo, and I will give you rest. nami nitawapa pumziko. I will give you rest. Nitawapa I pumziko, say nitawapa raha, Matthew 11, 28 and 29. I will give you rest. nitawapa pumziko. The same Jesus Yesu huyo huyo is here today. yuko hapa leo. In Hebrew 13 verse 8 says, Ibrania 13:8. Jesus the same yesterday, Yesu ni yule yule jana, today, leo and forevermore. na hata milele. You desire rest on every side. Unatamani pumziko pande zote, He will give you rest atakupa today. pumziko leo. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet Simama kwa miguu yako. and lift up your voice and give him all the Simama kwa glory. miguu yako, mpe Mungu Give him shukrani. all the glory. Simama kwa miguu yako, Give mpe him Mungu all the utukufu, honor and adoration. mpe heshima, mpe adhama. Oh, lebale shikata labali shalabalaba shalobolia balaba. Alebalia baba shakia talabalabo shalia balabalaba. Somebody appreciate him. Hebu mshukuru Appreciate Mungu, him. Appreciate mpe him. Mungu shukrani. Oh, malisha kitala brashinde liaba. Father, thank you for your word. Baba, asante kwa neno Father, lako. thank you for your word. Baba, asante kwa neno Oh, lako. malisha liba laba shikatela ba. Ebrande katela brashuli ba lebrando balia baba baba. Melinde lebo shiala brakatende lea baba lando lobo shakia toliba. Oh, breketo breshikate laba laba shalaba. Wave those hands to Jesus and say to him, Funga thank mikono you. yako kwa Kristo, mwambie Thank you, asante. Jesus. Mwambie asante Yesu. Oh, libalia balaba. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Jesus said, come, Yesu asa njoo. come unto me. Njooni kwangu, I will give you rest. nami nitawapa pumziko. He said, come and learn of me, Njooni mjifunze kwangu, for I am meek. maana mimi ni mpole. Matthew 11:29. Mathayo I 11:29. am meek Mimi ni mpole, and lonely in heart, nyenyekevu wa moyo, and you shall find rest to your soul. nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Until your soul find rest, Nafsi yako isipopata raha au you pumziko, can enjoy all round rest. hawezi kufurahia raha pande And zote au your pumziko soul pande will zote. only find rest when you come to Jesus. Nafsi yako itapata raha tu unapomwendea Jesus Kristo. is telling you, come. Yesu anakuambia njoo. You have labored so much. Umesumbuka vya You have kutosha, suffered a lot. umeteseka vya No kutosha, peace in your life. mambo hayaendi kwenye No peace in maisha, your marriage. hakuna amani kwenye No ndoa, peace in your family. hakuna amani kwenye No familia, peace in your business. hakuna amani kwenye He's biashara. saying to you, come Anakuambia njoo and you shall find na rest. utapata raha. All rest begins with your soul. Raha inaanzia kwa nafsi If kwanza. your soul is sold to sin and the devil, Nafsi yako kama inamilikiwa na dhambi na shetani, no rest at all. hauwezi kupata raha au pumziko. But you can hand over that soul Lakini unaiweza kuikabidhi hiyo nafsi yako to Jesus kwa today Kristo,
And you shall find rest. na utapata raha, You shall find rest to your soul. utapata pumziko nafsini mwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That's why I want to give you an opportunity. Ndio maana nataka nikupe fursa. You want to give your life to Wewe unataka Jesus. kumpa Yesu maisha yako, Or you want to rededicate. au unataka kutengeneza na Or Yesu? we surrender your life to Jesus. You Unataka have kumpa Yesu surrendered maisha yako, before. au ulishaokoka huko nyuma, But because of challenges of na life, kwa you sababu ya went- changamoto Why? za maisha Come back to him. ukajikuta umerudi nyuma. Sasa rudi tena kwa Yesu, You shall rudi find tena rest kwa in your Yesu, soul. utapata raha. Just a simple prayer I will pray for you. Nitakuombea maombi rahisi tu, You will see peace. utapokea amani ndani You will yako, see peace. utapokea amani ndani yako. One of the assurance of salvation is peace. Moja ya ushahidi wa wokovu ni amani. Somebody is already coming. Kuna mtu tayari ashakuja You mbele. want to give your life Unataka to kumpa Christ. Yesu maisha yako, You want to rededicate. unataka kutengeneza na Put Yesu. your hand in your chest. Let me pray Weka for mkono you. wako kifuani nikuombee. Wherever you are, do Popote that. ulipo, weka mkono wako kifuani. Can you put it Unataka very well? Put it kuokoka, very well. weka mkono wako kifuani Stop vizuri. clapping. Stop clapping. Acheni kupiga makofi. You that clap, you might also need to put your hand in your chest. Wewe unayepiga Wait. makofi inawezekana wewe unahitajika kuweka Put mkono your hand in kifuani. your chest. Sasa weka mkono wako kifuani, unataka kuokoka. If you have done that, Au uliokoka unataka kutengeneza na Yesu, weka mkono wako kifuani vizuri. come and join this Kama brother. umeshafanya hivyo, njoo sasa ungana na Let me huyu pray huko for mbele. you. Njoo mbele sasa. Come, Wewe weka come. mkono kifuani. You can clap Njoo the hand mbele, now, come. njoo mbele, njoo mbele. Can you come? If you are in the Njoo mbele, gallery, tafadhali. come. Njoo mbele. Come, I'm waiting Wewe for weka you. mkono wako kifuani, njoo mbele, mchungaji I'm waiting for you. anakusubiri. I'm waiting for you. Uliokoka ukarudi nyuma unataka kutengeneza na Yesu, Jesus njoo is calling mbele. you. Unayetaka kuokoka, Come. njoo mbele. You are sitting in the gallery. Yesu Come. anakuita, I'll be uko waiting. huko juu. I will be waiting for you. Njoo Come. hapa, ninakusubiri. Come. God bless you, brother. God bless Mungu you. akubariki kaka, Mungu A new akubariki. beginning in your life today. Come. Mwanzo mpya katika maisha yako leo, njoo. Come. You want Njoo. to rededicate your life to Unataka Jesus. Come. kutengeneza maisha yako na You Yesu. want to njoo mbele. rededicate your life to Jesus. Unataka Come. kuokoka, njoo mbele. Okay, people of God, clap those hands now. Clap Sasa your hands. tuwapigie makofi As wanapokuja. you clap, you are hailing Jesus. Unapowapigia And makofi, Jesus is bringing them. Yesu naye Come. anawaleta. Come. I am still waiting for you. I'm still waiting for you. Bado ninakusubiri, I'm unataka still waiting for kuokoka. you. Bado Don't ninakusubiri. go back with sin. Usirudi nyumbani na Don't dhambi. go back to the devil. Usirudi tena The devil kwa keep shetani. you in sin to destroy your Shetani life. anakuacha kwenye dhambi ili aharibu But maisha you yako. can walk out of the Lakini devil. unaweza kumkataa shetani Jesus leo. defeated him Yesu and said, alishamshindaga all shetani. power in heaven and earth is given unto Akasema yeye me. amepewa mamlaka yote ya mbinguni na duniani. The devil only used devices. Shetani wakati wote anatumia And we are hila. not ignorant of the devices Na of the hatukosi devil. kuzijua hila za You shetani. want to rededicate your life to Jesus? Unataka Come. kutengeneza maisha yako na Kristo? You are seated in the gallery. Come. Umekaa kule juu. Unataka kumpa Yesu maisha yako? Jesus is calling Njoo you. mbele, Yesu Say anakuita. to him, into my heart today. Come and dwell in my heart. Njoo kae moyoni mwangu. You shall find rest to your soul. Yesu akija ndani yako utapata raha na People of God, usalama. you can have your seat now. Kanisa mnaweza mkaketi You can sasa. have your seat. Mnaweza mkaketi. If you are joining them, please do it. Kama Come unataka kuungana faster. na hao hapa mbele, tafadhali fanya Come hivyo. faster. Come faster. Njoo Come kwa faster. kasi kabisa kuokoa muda. Come faster. Njoo kwa kasi kabisa. Thank you, Jesus. Please help me lead them to Christ. Asante Yesu. Ulioko hapa mbele, fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia kwangu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nimeokoka. Nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Can you stretch forth your hand and pray for them? Kanisa, tuelekeze mikono tuwaombee hawa. Can you stretch forth your hand and pray for Tuelekeze them? mikono tuwaombee. Oh, Jesus, thank you. Yesu, asante. Thank you for saving their souls. Asante kwa kuokoa nafsi zao. Deliver him from going to the pit. Wakomboe wasirudi tena He katika said, I shimo. have found a ransom. Sasa nimepata And pumziko. that ransom is Na Jesus. pumziko hilo ni Kristo. Deliver her from going to the pit. Komboe asiende shimoni. Devil, she is now born again. Shetani huyu sasa ameokoka. Take your hand off her life Toa mkono wako katika maisha yake and everything that concerns na her. kila kitu kinachohusiana na yeye. I cause that sickness Na laani huo from ugonjwa
Be healed now. upone sasa, Be made whole in the name of fanyiwe kuwa Jesus. mzima katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu, I cover them with the blood of Jesus nawafunika Christ. kwa damu ya Kristo. Jesus, Yesu, I hand them over to you. nawakabidhi kwako hawa. Holy Spirit, come into their life. Roho Keep them. Mtakatifu ingia maishani mwao, They will not go back to the devil wasirudi tena kwa shetani and to sin. na wala katika dhambi, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Congratulations. Hongera. Please follow our church official. Wafuate wahudumu wa kanisa upande wa kushoto. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Stand up on your feet. Kanisa tusimame. You are going to pray for yourself now. Unaenda kujiombea sasa. Which area do you desire rest? Neno gani unatamani pumziko? I didn't have time to tell you what rest is all about. Sikuwa na muda wa kuambia pumziko ni nini. That's why everyone needs. Ndio maana kila mmoja, It's just to be free from whatever that worries or disturb you. pumziko maana yake ni kuwa huru na kitu kinachokusumbua, Rest kinachokuchosha, is kinachokutesa. ceasing to do it yourself. When God gives you rest, Unapopata pumziko toka kwa Mungu, He takes over all those worries and challenges to yani you. inakuwa ni hivi, Mungu anakuwa anachukua zile changamoto zako zote ndio anazishughulikia In yeye. which area you desire rest, Neno gani unatamani upate pumziko? begin to pray now. Anza kuomba sasa. Begin to pray. Anza kuomba. Lord, rest round about. Bwana, pumziko pande zote. The children of Israel got it. Wana wa Israeli walipata pumziko. And God said, I will give you rest. Mungu asante, nitakupa pumziko. He has said it, He will do it. Amesema atafanya. Lift up your voice. Lord, maritally, give me Inua rest sauti on yako, every omba side. kindoa, nipate Financially, pumziko. give me rest. Pesa, Bwana akupe pumziko. Lord, in my business, rest round Katika about. biashara Mungu akupe In my pumziko. career and profession, rest round Katika about. taaluma Mungu akupe In the name pumziko. of Jesus Katika Christ. Lord, rest katika on jina la every Yesu, side. Rest on omba every upate side. pumziko. Rest on every side. Rest on every Pumziko side. pande zote. Rest on every side. Pumziko pande Rest on zote. every side. Pumziko pande zote. Lord, every storm of life, Lord, we decree Kila peace be dhoruba ya still. maisha tunaitamkia Lord, itulie. shikatu labo ashelia bababali sholia. Lebrando breketu shilando breketu labali abosheleba. Ali bali sholia babala bali abosheketo lobo shialaba. Alaba bala bala bosheketo lia babala balaba. Alendo loboshi libala bonde kia tolobo. Ebali ababa shekia tolobo shialabalabo. E bali shakita bali le bali ndo la brakando. E bala bali abasholia babalando ke toke tolia ba. E bulindo breketunde lande kia toka loboshia. Aliande katube lando breketola balaba. Abala bala boshekia toloboshia la balaba. Alia baba sheleboshia la balabolia balabalaba. Abaliando bele basholobolia babalaba la boshia balaba. Abala bosheke toka loboshia la balaba. Abala bala boshekia la balabolia bala. Aliando brekia la ba. Lord, hear the prayers of your people Bwana, and sikia give maombi ya them watu rest wako. on every side. Wape Give pumziko them pande rest zote. on every Wape side. pumziko pande Give them zote. rest on every Wape side. pumziko pande Give zote. them rest on every Wape side. pumziko Give pande them zote. rest on every Wape side. pumziko pande Give them zote. rest on every Wape side. pumziko pande Give them zote. rest on every side. Wape pumziko Give pande them zote. rest on every side. Wape pumziko Give pande them zote. rest on every side. Wape pumziko pande Give them zote. rest on every Wape side. pumziko Give pande them zote. rest on every Wape side. pumziko pande Le zote. brashuli katubelando. Ebaliando breketula balaboshia la brakuti laba. Ebala balaboshekiata la balaboshia la balabo. Librando balabashulia ba lando libra katolebo. Librando balibashulia ba balabrakatulia ba. Ebaliando brekatinde kiato brelando belia. Echunde lande kiatushi katala boshia. Elianda la brakatulia baba. Ayala brakatoko tolobo. Ebando breketeketilia balabashulia. Epande kia toke toloboshi alaba. Abalande kia toke toloboshi alaba balaba. Abaliando breke tokoto. Eketeke tushika tubelia. Abaliando balaboshe ketula balaba. Abaliando breke tokotoliaba. Abalabonde kitaba. Shuande ketula balia shulia babaliando. Epoliande katubelando belia. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. You believe God had you, shout a louder Kama unaamini Mungu amen. amekusikia, sema amina kubwa. Shout a believing Sema amina amen. kubwa. Whatever Adam called it remaineth his name till today. Chochote ambacho Adamu alikipa jina imekuwa jina lake hata This hivi leo. service is covenant day of all Baada unrest. ya leo ni siku ya kiagano ya pumziko pande zote. And I decree
Nami ninatamka, Let it answer in your life. ijibu katika maisha yako, Let it answer in your ijibu business. katika biashara yako, Let all that answer in your career. ziko pande zote, lijibu katika taaluma Every yako. concern and worries Kila kitu kuhusiana is over in the name of Jesus nawe, Christ. changamoto zimekoma kwa jina la Yesu. God will give you rest on Mungu every anataka side. pumziko pande zote. Everything will work out well Kila for you kitu kitafanikiwa kwako in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Every concern Kila changamoto is turned to testimonies inabadilishwa now. kwa shuhuda sasa, Is turned to testimonies inageuza now. kwa ushuhuda sasa. As you have declared it over your life, Kama ulivyotamka katika maisha your yako, testimony of all that Ushuhuda is there. pumziko pande This zote. week Wiki hii shall be your week of all itakuwa wiki ya that pumziko pande zote in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. That battle is handed over to God Hiyo now. vita amekabidhiwa That Mungu trial is sasa. turned to testimony Hiyo now. changamoto inageuzwa kwa ushuhuda In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. So shall it be. Hivyo itakavyokuwa. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. In your marriage, all and rest. Kwenye ndoa pumziko In pande your zote. finances, all and Kwenye rest. fedha pumziko pande In zote. your business, all and Kwenye rest. biashara pumziko pande In zote. your academics, all and Kwenye rest. masomo pumziko pande In your zote. profession, all and Katika rest. taaluma yako pumziko pande In the name zote. of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Your children, all and rest. Kwa watoto None of pumziko them pande shall be a zote. concern to Hakuna you. mtoto atakayekuwa In tatizo the name kwako. of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. So shall it be. Hivyo I'm itakavyokuwa. not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. And I decree also Natamka pia that in your health, kwamba katika afya yako all and rest. pumziko pande zote. Every sickness disturbing your life Ugonjwa wote unaosumbua maisha yako is caused now in the name of Jesus unalaaniwa Christ. sasa kwa jina la Yesu. Be healed now. Pona sasa. Be made whole now. Fanywa kuwa mzima sasa. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Every negative medical report Kila over your taarifa life mbaya ya madaktari is reversed today inabadilishwa sasa in the name of Jesus katika jina la Christ. Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Let the church shout a louder Kanisa amen. liseme amina kubwa. Be seated. Uketi tafadhali. And if you came with your Thanksgiving offering, Umekuja na ile mbegu ya shukrani ya pamoja, sadaka ya every shukrani ya last pamoja. Sunday of the month, Kila Jumapili ya mwisho wa mwezi we give the normal offering, we give tunatoa Thanksgiving sadaka ya offering, kawaida appreciating Him for what He have done for us in the month, na tunatoa sadaka ya shukrani pia kumshukuru Mungu kwa kile alichotenda. connecting it with what He will do in a month coming. Na pia tunakuwa tukimshukuru kwa yale atakayotendea katika mwezi mpya unaokuja. If you come with anyone, or if you are here, you have not given your offering Kama or uko tithe, hapa hujatoa please, sadaka, you do it at the same time. kama ukutoa ile sadaka ya kawaida mafungu yako ya Everybody 10, stand up now. unaweza ukatoa chombo cha sadaka kinapopita When you tunapotoa praise shukrani God, pamoja. Kila mtu asimame juu. You enter into that rest. Na unapotoa sadaka yako hii basi utaingia Father, we katika give our pumziko. thanksgiving and Baba, offering. tunatoa sadaka zetu za shukrani. We thank you for all you have done Tunakushukuru kwa wote ambao and umetutendea. what you will do in the month of Na kile September beyond. utakachotenda katika mwezi wa 9. Receive it, Jesus, Pokea Kristo. and let our thanks be full always. Shukrani zetu wakati wote ziwe juu In Jesus' name. katika jina la Yesu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Please, let's sing Kanisa and tuimbe. dance, and you will drop it before we Tuimbe finish. na tucheze na utatoa sadaka yako mbele za Bwana. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. I am saying thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me.
Mshukuru Bwana. Nami nimekuja kwako Yesu.
This month of September we are about to enter. Mwezi huu wa 9 tunaokaribia kuingia. It shall be celebration upon Itakuwa ni celebration sherehe for ya you. sherehe. You will not lose your joy in the name of Jesus. Hautapoteza furaha kwa jina la Yesu. Please have your seat. Tafadhali keti.